kwamba mpira umechezwa na mamilioni ya binadamu, lakini ni wachezaji 4 tu ambao wamewahi kuweka historia ya kubadili kanuni za mpira wa miguu kutokana na matukio walioyafanya. Sasa hapa nakuletea majina ya wachezaji hao, na nafasi ya kwanza ameikamata Frank Lampard. Baada ya michuano ya kombe la dunia mwaka 2010 ambayo ilifanyika Afrika ya Kusini, FIFA ikaamua kuleta teknolojia ya utambuzi wa bao pindi tu mpira unapovuka mstari wa goli, maarufu zaidi ikiwa inafahamika kama goal line technology ama GLT, ikiwa ni mara baada ya Lampard kukataliwa bao lake dhidi ya Ujerumani katika hatua ya 16 bora, na England wakapoteza katika mchezo huo kwa kufungwa mabao 4-1. Waliokuwa wa kwanza kutumia mfumo huo walikuwa ni wenyewe England, tena katika mashindano yao makubwa kabisa ambayo yanapendwa duniani ya EPL, na baadaye teknolojia hiyo ikasambaa maeneo mengine. Lakini kwa taarifa yako tu, teknolojia hiyo ndio baadaye imefanyiwa maboresho mengi na kuleta teknolojia ya video za marejeo ya usaidizi kwa muamuzi, yani video assistance referee, maarufu zaidi kama VAR. Sasa nafasi ya pili amechukua mchezaji Emiliano Martinez. Huyu kwa tabia yake ya kuwatoa wachezaji wa timu pinzani mchezoni wakati wa upigaji wa penalty. Sasa hivi FIFA imeweka kanuni mpya inayowazuia makipa kuzungumza na wapinzani wakati wa pigo la penalty, na hiyo yote ni kujaribu tu kumfanya anayepiga awe katika hali ya utulivu na ustahimilivu unatakiwa kuwepo kwa mlinda lango wakati anapokwenda kuzuia pigo la penalty. Nafasi ya tatu inashikiliwa na Peter Schmeichel, ambaye yeye katika michuano ya Euro 1992 akiwa na Denmark alitumia ujanja wa kupoteza muda wakati timu yake ilipokuwa ikiongoza. Anampigia mchezaji mwenzake pasi, alafu anaiomba tena, anarejeshewa, kisha anadaka, na alikuwa anafanya hivyo mara kwa mara ikiwa inatumika kama sehemu ya kula muda wa muamuzi. Baada ya michuano hiyo tu kulifanyika mabadiliko makubwa, hasa yanayohusu upotevu wa muda, huku ikiwekwa sheria ya kuzuia kipa kudaka mpira uliotoka kwa mchezaji mwenzie. Nafasi ya 4 na ya mwisho inashikiliwa na Diego Forlani. Sasa huyu inawezekana mashabiki wa Manchester United wakamsahau kirahisi sana, lakini ukweli ni kwamba mpira utaendelea kumkumbuka Forlan, hasa mara baada ya kitendo chake ambacho kimebadilisha sana mpaka hii leo namna ama utamaduni wa kushangilia pindi mchezaji anapofunga bao. Mwamba alifunga bao la ushindi akifungia Manchester United katika mchezo wa ligi kuu nchini England akiwa ametokea benchini dhidi ya Southampton, na kisha kushangilia kwa staili ya kuvua jezi, na kwa bahati mbaya mpaka mchezo unarejea Diego Forlan alisahau na kushindwa kabisa kuivaa tena jezi yake na kujikuta akicheza bado kitumbo wazi, yaani alikuwa bado hajavaa jezi yake. Sasa tangu tukio hilo si ruhusa tena kwa mchezaji kuvua jezi, na ikitokea hivyo basi muamuzi humuonyesha kadi ya njano.